Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kanda ya Kaskazini, Samuel Welwel, ametangaza msimamo thabiti wa chama hicho wa no reforms no election, huku akitoa onyo kali kwa wanachama wanaojihusisha na kundi la G55, wakisema chama hakitasita kuchukua hatua za kinidhamu dhidi yao. Akizungumza Aprili 7, 2025 mara baada ya kikao cha mashauriano cha mkoa kilichofanyika Arusha, amesema chama kitachukua hatua kali, ikiwemo kufuta wanachama wa wale watakaobainika kuwa na nia ya kukihujumu chama kupitia makundi ya upinzani wa ndani. Msikilize hapa akizungumza kwa msimamo mkali kabisa, alafu sema maoni yako hapa. Nitumie pia fursa hii kuzungumza juu ya mambo machache yaliyotokea hivi karibuni, na waandishi wa habari mmenitafuta mara nyingi kutaka kujua ufafanuzi kuhusu msimamo wetu kama chama kanda ya Kaskazini kuunga mkono no reform no election na sakata la wale G55. Sisi kanda ya Kaskazini tunafahamu katiba yetu ya chama vizuri, na tunaunga mkono kabisa azimio la baraza kuu la chama na mkutano mkuu wa chama taifa, kwa sababu agenda ya no reform no election sio agenda ya kamati kuu tu, ilishabarikiwa na baraza kuu la chama taifa pamoja na mkutano mkuu wa chama taifa. Kwa hiyo sisi uongozi wa kanda ya Kaskazini pamoja na mikoa yake yote, msimamo wetu kama serikali ya CCM haiko tayari kufanya mageuzi na marekebisho kwenye sheria za uchaguzi na taratibu za uchaguzi, hapata kuwa na uchaguzi, tutauzuia uchaguzi, maana hatuko tayari kwenda kwenye uchaguzi wa kihuni kama ambao ulifanyika 2024 serikali za mitaa na 2020 kwenye uchaguzi mkuu. Lakini kuna wanachama wetu wachache sana, sisi tuna wanachama wengi sana hapa Kaskazini, wamejitokeza na kutoa kitu walichokiita maoni mbadala, kwamba hawaungani sana na msimamo mkali wa kutokushiriki uchaguzi. Kwanza sisi tunaona hawako sahihi, kwa sababu ni azimio halali la chama, na kila mwanachama wa Chadema ana wajibu wa kutii na kufuata maamuzi ya vikao halali vya chama. Na sisi tumesema kwenye kanda yetu, kwa wale ambao wanaonekana wamesign petition, tutawaita tukae nao kwanza, tujue endapo ni kweli walisign hizo petition. Na bahati nzuri baadhi yao wamejitokeza hadharani kwenye press conference. Kwa hiyo kuhusu wale hatuhitaji kuthibitisha kwamba wamesign, lakini wako walionyamaza kimya, tutataka kujua walisign. Baada ya hapo tunataka kujua dhamira yao ni nini, wanapingana na maagizo ya chama au wana maoni mbadala kama wanavyosema, kwa sababu sisi tumefuatilia kwa umakini zile press, tunaona hakuna dhamira njema. Naona kama wanataka kuvuruga chama, wanataka kwenda kinyume na maelekezo ya chama na misimamo ya chama. Lakini kabla hatujawahukumu, tunatamani tuje tuwasikilize, tukae nao, tuzungumze nao, na tukiona na tukajiridhisha kwamba kuna dalili zote za usaliti na uvunjifu wa maadili za chama, basi sisi tuna chombo chetu kinachodili na masuala ya maamuzi yanayohusiana na uvunjifu wa maadili ya chama. Tuna kamati yetu ya maadili ya kanda, tutaielekeza ifuate taratibu za kikatiba. Tukijiridhisha kwamba kuna dhamira ya kukihujumu chama, taratibu za katiba ziko wazi, adhabu ziko wazi kwenye katiba yetu, na kukiwa kuna usaliti, hakuna adhabu nyingine inayostahili zaidi ya kufukuza wanachama. Lakini haya yote yatafuata mara baada ya kufuata taratibu zote, kuwaita kwenye vikao vya maadili, kuwapa haki ya kujitetea na masuala mengine kama haya. Sisi tumepitisha azimio la no reform no election na tuna mkakati wake, na bahati nzuri wao ni viongozi, wanafahamu kuna mikakati ya kutekeleza no reforms no election. Sasa unawezaje ukaingia kwenye uchaguzi ndio uzuie uchaguzi? Na mchakato wake wote ni batili, na tumewahi kuingia kwenye uchaguzi. Hao ambao wanasema tuingie kwenye uchaguzi ndio tuuzuie tukiwa ndani, kwani hawakushiriki wao mwaka 2020? Walikuwa ndani ya mchakato na hawakuweza kuuzuia. Sisi hatukubaliani na hilo. Sisi tutapinga mchakato mzima wa uchaguzi kuanzia mwanzo, na hatutashiriki kabisa uchaguzi wa kiuni namna hiyo, tutauzuia. Kwa hiyo kusema kwamba tuingie kwenye uchaguzi, tulishawahi kuingia kwenye uchaguzi na wao walishawahi kuingia, baadhi yao walishakuwa wagombea na hawakuweza kuuzuia. Kwa hiyo mimi nadhani wanajificha tu kwenye kichaka hicho. Msimamo wetu utabaki pale pale, tutauzuia uchaguzi, CCM wasishiriki,
ACT wasishiriki, Chadema wasishiriki mpaka pale mabadiliko ya msingi yatakapopatikana. Sijathibitisha kwamba walio wengi walikuwa wanamuunga mkono Mheshimiwa Mbowe, na ni kweli kwamba hata mimi ni miongoni mwa ambao walikuwa wanamuunga mkono Mheshimiwa Mbowe, lakini mara baada ya uchaguzi tulirudi pamoja na tunaenda na agenda za chama. Na no reforms no election sio agenda ya Mheshimiwa Tundu Lissu. Ni azimio halali la chama na wote tunawajibika.